Serikali ya Uingereza imezindua rasmi mpango wa makombora ya masafa marefu unaojulikana kama Deep Precision Strike, ambao unatarajiwa kujadiliwa na viongozi wa nchi wanachama wa NATO katika mkutano unaoendelea mjini Ankara, Uturuki. Uingereza imesema mpango huo utasaidia kuimarisha ushirikiano wa mataifa ya Ulaya ndani ya NATO na kuongeza uwezo wa muungano huo kukabiliana na vitisho vya kiusalama kwa miaka ijayo. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema mfumo huo mpya wa makombora unatarajiwa kuwa miongoni mwa silaha za kisasa zaidi za NATO, ukiwa na uwezo wa kushambulia kwa usahihi kutoka umbali wa takriban kilomita 300 hadi 2000. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Yvette Cooper amesema mpango huo umetokana na kutambua kuwa dunia imekuwa na mazingira hatari zaidi ya kiusalama na kwamba unalenga kuifanya Ulaya kuwa na mchango mkubwa zaidi ndani ya NATO. Mbali na mpango wa uzalishaji wa silaha, mkutano huo pia umejikita kujadili vita vinavyoendelea kati ya Ukraine na Urusi, ambapo Uingereza imedai kuwa ndege za kivita za NATO zimeruka zaidi ya mara 700 kuzizuia ndege za Urusi zilizokuwa zikikaribia anga la nchi wanachama. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito kwa nchi washirika wa NATO kuharakisha utoaji wa mifumo ya ulinzi wa anga ili kukabiliana na mashambulizi yanayoendelea kutoka Urusi. Msemaji wa ikulu ya Kremlin nchini Urusi, Dmitry Peskov, amesema Urusi itafuatilia kwa ukaribu maamuzi ya mkutano huo, akisisitiza kuwa hakuna silaha mpya zitakazozuia Moscow kuendelea na operesheni zake za kijeshi hadi malengo yatakapofikiwa. Aidha, amesema Urusi bado inaamini kuwa suluhisho la kisiasa na kidiplomasia ndiyo njia bora ya kumaliza mzozo huo. Mimi ni Yohana Mashauri na hii ni Open Online Media.